hizo ni dhana mbili tofauti. Okay. Ni dhana mbili tofauti. Lipo kundi ambalo linalonufaika kwa kufanyika kwa uchaguzi kwa hali na mazingira haya ambayo tulikuwa nayo bila kufanyika kwa reforms. Okay. Ni kwamba wao kwao kuna faida, kwa maana ya kwamba wakishinda wameshinda na wakishindwa wameshinda. Kundi hili kwa namna moja ama nyingine lazima liweze kutetea kutokufanyika kwa reforms, na lazima wafurahie yaliokuwepo kwa sababu kwao yana faida. Lakini katika wale watu ambao tunaona athari ya uchaguzi kutokana na sheria zake, kutokana na kanuni zake, lazima waweze kupinga kufanyika kwa uchaguzi. Lazima wazingatie kwamba uwepo kwa reforms. Kwa hiyo Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, sisi tumesimama kama kuzungumzia kwamba no reforms, no election. Kwamba kama hakuna kufanyika reforms, basi chochote ambacho kitakachokuwa kinafanyika hapo mbele sisi hatuwezi tukakihesabia kama ni uchaguzi. Kwa hiyo mazingira yako hivyo. Tumeona baadhi ya vyama vingine vya upinzani nje na Chadema, wao hawajatoa tamko lolote kuhusiana na hiki ambacho Chadema wanakidai, ili hali wakikaa kwenye baadhi ya maeneo wanasema ya kwamba Chadema wako sawa. Tumemwona mbunge maarufu wa kipindi kile cha miaka ya nyuma, Bwege, ambaye pia amethibitisha hilo kwamba kwa hiki ambacho wanakisema Chadema wako sawa, lakini bado imekuwa ni ngumu wao kushirikiana na nyie, kuungana na nyie kwa pamoja. Unadhani changamoto inakuwa iko wapi? Changamoto kubwa iliyokuwepo ni kwamba kwanza mfumo wa katiba yetu ni kwamba kuhusu mashirikiano ya vyama vya siasa, ni kwamba katiba yetu unajua imetubana sana swala hilo, na pia hata imekataa, haijaweka wazi kuhusu swala zima la mgombea binafsi. Kwa hiyo hata tunapozungumzia katika kuunganika, tutaunganika tu kwa baadhi ya vitu, lakini haviwi official, kwa maana ya kwamba katiba imetupa nafasi ya kuweza kuwa hivyo. Kwa hiyo tutaunganika kwamba kwa kukubaliana sisi wenyewe. Kwa mfano tumeona kwamba Chadema ni chama ambacho chenyewe tokea zamani ni chama ambacho kinaunga mkono sana katika masuala mazima ya kuungana. Ukiangalia katika uchaguzi wa mwaka 2000 kama sijakosea, Chadema iliwahi kushirikiana na CUF, kwamba Chadema ilikubali ikawa inaunga mkono chama cha wananchi CUF, na tukatengeneza hiyo kuunga mkono CUF, Chadema ikakubali mazingira ya namna hiyo. Kwa hiyo Chadema si wageni sana katika swala zima la kuunganika katika kufanya siasa. Lakini pia tumeona mwaka 2015 wakati wa Ukawa, Chadema ilisimamisha mgombea urais, lakini Mheshimiwa Juma Duni Haji ilibidi atoke katika chama cha CUF, abadilike kuwasimwa na CUF, aachie wanachama wa CUF akajiunga na wanachama wa Chadema ili kuweza kutengeneza mazingira ya kwamba yeye awe agombee makamu wa rais. Kwa hiyo unaona kwamba katiba haitufezi katika swala hili la muungano, katika kutengeneza mazingira ya kuunganika pamoja. Lakini pia hawa wanaotuunga mkono ni kwamba wanaunga mkono reforms, lakini wanashindwa kuweza kuwa pamoja. Sijui, lakini hili nafikiri ingekuwa ni vizuri zaidi wakaweza kulizungumzia wao wenyewe, kwa vipi wanaunga mkono lakini hatuwezi kwenda pamoja katika hili. Sijui, hili nafikiri itakuwa ni swali zuri zaidi kwenda kuuliza wao. Lakini kama sisi chama chetu tunasema kwamba tuko tayari kuungana na yeyote kuweza kufanya pamoja, mtu ambaye tutakuwa na vision moja katika swali la no reforms, no election. Mpaka kwa sasa unaona kampeni hii imefanikiwa kwa asilimia ngapi pengine, kwa jinsi ambavyo maendeleo mnavyoyaona kama wanachadema? Nafikiri kwamba jibu zuri la kusema kwamba tuna asilimia ngapi, kwa sababu hakuna tathmini iliyofanyika namna hiyo. Nikikwambia kwa asilimia kadhaa nitakuwa nasema uongo kusema kweli, lakini kiukweli ukiingia katika social media utaona mazingira yaliyokuwepo sasa hivi. Ukitizama katika vyombo vya habari katika mazingira ya kawaida utaona no reforms, no election imepokewa kwa namna gani, hususan kwa vijana. Hili ni jambo ambalo kwa watu, kwa sababu wana ujeuri, hawawezi kuona athari yake, lakini wafanya tathmini
hata katika vyuo wafanye tathmini, hata watakapokuwa katika mazingira ya kawaida katika masoko wajaribu kufanya tathmini tu wenyewe ndogo ndogo. Watajua kwamba wananchi sasa wameamka, wananchi wanahitaji kuweza kupata mabadiliko ya kweli. Na katika msisitizo tu ni kwamba ikiwa unahisi kwamba mtu unapendwa, una nguvu, umefanya maendeleo, kwa nini uwe na wasiwasi wa kufanya uchaguzi kwa huru na wa haki? Yaani wewe wasiwasi wako nini? Kama madaraja umejenga, kama hospitali umejenga, kama ndege mmenunua, kama watu dawa wanapata, kama mishahara mizuri ya askari wanalipwa, walimu wanaishi vizuri, kila kitu kinakwenda vizuri. Sasa ikiwa kila kitu umekitimiza vizuri, kinachofanya hao waliowatendea mema, kwa nini wasikujibu kwa wema katika sanduku la kura? Kwa nini unaweka complications nyingi sana, kujipendelea kwingi? Maana yake ni kwamba hawana uhakika na hicho wanachofanya. Kwa hiyo miongoni katika vitu vya kuhitaji wao wafanye waweze kuona kwamba wanakubalika vipi au wamekatalika vipi. Waweke uchaguzi uwe huru, uwe wa haki, wafanye reforms za kweli, alafu watajua mapenzi ya Tanzania kwao yapo kwa asilimia ngapi na yapo katika namna gani, wanakubalika au hawakubaliki. Shehe, nikushukuru, lakini la mwisho, nyinyi kama Chadema msimamo wenu kuelekea mwezi Oktoba mwaka huu ni upi kwa kumalizia? Msimamo wetu uko wazi, no reforms, no election. Kama unavyoona Yanga walivyosema hatuchezi, basi na sisi tuko katika mfumo wa namna hiyo kwamba no reforms, no election. Kama hakuna mabadiliko, basi hakutakuwepo na uchaguzi. Shehe, asante. La mwisho, jitambulishe pia kwa wadau ambao wanakusikiliza muda huu kupitia Habari Digital na nafasi yako pia. Naitwa Sheikh Ali Muhammad Saidi, maarufu naitwa Ustadh Ali Kadogo, ni makamu mwenyekiti wa kanda ya Pwani kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Asante. Lakini kuna hili pia Shehe, tunaona kumekuwa na matamko kutoka kwa viongozi mbalimbali wa dini ambao pia wengine wamekuwa wakiibuka na kuweza kuwapinga viongozi hao kwamba pengine hawakutaki kuweza kujihusisha na masuala ya siasa. Wao jambo ambalo wanatakiwa kuweza kulifanya ni kufanya ile kazi ambayo Mwenyezi Mungu amewatuma kwa kondoo wake, lakini imekuwa ni tofauti kwao. Kwanza kuwazuia viongozi wa dini wasishiriki katika siasa ni dhambi. Yaani mwanasiasa hana uwezo wa kumzuia kiongozi wa dini asishiriki katika siasa. Na wao kama wanahisi kwamba mwanasiasa mtu wa dini hafai kushiriki katika siasa, basi hata wanapokwenda kuwapia pale, wasiapie kwa kutumia Qur'ani ambazo Waislamu wanaamini kitu cha dini, na wasiapie kwa Biblia ambacho maaskofu na mapadri wanatumia. Kwa hiyo huu ni aina fulani ya utovu wa nidhamu kwa viongozi wa dini, kwa sababu viongozi wa dini ndio ambao wanaweza kustabilize amani ya nchi yetu. Viongozi wa dini ndio ambao wakiamua kusema kwamba watu kwa imani waingie mabarabarani, wana uwezo wa kuingia katika mabarabara. Kwa hiyo viongozi wa dini wanafaa kuweza kuheshimiwa, lakini katika yale ambao wanayozungumza yakiwa naamini ni ya haki na ni ya kweli, yafanyiwe kazi, kwa sababu wapo viongozi wa dini ambao wanakosoa. Hawa wakiwa wanakosoa wanakuwa ni watu wabaya, lakini wale viongozi wa dini ambao wanaosifia basi huwa wanakuwa ni wazuri kwa sababu wanasikia. Sasa tujenge tabia ya kuwa positive na negative, kwamba tutakaposifiwa katika mazuri tuachukue kwamba ni mazuri tuweze kuyaboresha akiwa wanazungumza na viongozi wa dini, lakini pia yakiwa yana viongozi wa dini wanapata nafasi ya kukosoa, basi tusikilize katika kile ambacho wanakosoa, tuweze kukifanyia kazi. Lakini pia viongozi wa dini wanabaki kuwa ni binadamu baadhi ya nyakati. Inawezekana katika mazungumzo wakawa wamekosea, lakini haiwaondolee uhuru wao kwamba mtu akiwa kiongozi wa dini maana yake hafai katika siasa. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kifungu cha 18 na 19 kimetoa uhuru wa maoni ya binadamu, lakini pia kuna kitu kinachoitwa freedom of worship, uhuru wa kuabudu. Kwa hiyo kiongozi wa dini ana haki ya kuingia katika siasa, kiongozi wa dini ana haki ya kuweza kuizungumzia siasa.